Ndio. Ni kweli aliingia dirisha dogo. Lakini yani wakati ni dirisha dogo, lakini ligi aliikuta haijafika katikati ya msimu. Na hapo tunaelewana. Haijafika katikati ya msimu kwa maana ipi? Kwa maana ya kwamba Okello amefika Yanga wakati imecheza michezo 5. Maana yake hata nusu tu ya mzunguko wa kwanza ligi bado haijafika. Kwa kimehesabia michezo ambayo Okello ameicheza, huwezi kusema ameingia katikati ya msimu. Dirisha ni dogo, lakini kwa idadi ya mechi ambazo alizikuta, unakumbuka ligi yetu ilichelewa kuanza kwa sababu ya CHAN. Kuna matukio katikati yakatokea hapa, ikasema tena wiki 2. Tukacheza kidogo tena ikaja AFCON mwezi mzima. Kwa mpaka tunafika Januari, Yanga leo ana mechi 5. Simba mechi 5. Ambao alikuwa na mechi nyingi ni 7 humo. Kwa hiyo Okello ameikuta Yanga bado ikiwa kwa maana ya Yanga bado ikiwa na michezo michache kwenye ligi. Na ndio maana paka mdau yeye amehusika kwenye michezo mingi kuicheza, na sofa ameweza kuchangia mabao 21, kitu ambacho ni kiwango kizuri. Na unaweza kumpongeza. Unajua kutoka ligi nyingine na kuja kuwaka ligi nyingine kwenye space ya miezi 5, miezi 6 sio kitu ambacho kila mtu anakiweza. Adaptation ya mazingira, kuna watu wanatumia muda mrefu sana. Yaani kuna mtu anaweza kumtoa ligi ya Kenya au ligi ya Tanzania kumpeleka Kenya, kuadapt mazingira, azoe kule, azoe na timu mpaka aje kuwaka mazingira mengine vya nje ya uwanja, inachukua muda. Kuna watu wanachukua msimu mzima, kuta msimu wa pili anakuja kuwaka. Alikuja Azizikia hapa msimu wa kwanza ilikuwa ni kelele, watu hivi watu vile, lakini msimu wa pili akajipata, akaja kuwa top scorer, MVP kabisa wa ligi. Sasa Okello kuweza kukecha kwenye msimu wake wa kwanza ndani ya kipindi cha miezi 5, kwa sababu Okello ameweza kuwaka mwezi wa 4, kutufanya kwenye kipindi cha miezi 3 mpaka 4, ni kitu ambacho ni kikubwa. Tunajua wenyewe ukiacha masuala ya kuadapt mazingira na vitu vingine, lakini tunajua namna gani ambavyo soka la Afrika lipo. Yaani ukishahama umeenda sehemu nyingine, kuna mambo mengi sana nje ya uwanja ambao yanatokea, ambao kuna baadhi ya wachezaji wao wana fail na wanashinda, lakini Okello kufanikiwa ni jambo fulani la special, na ni usajili ambao unaweza ukasema pia bwana Kibe, unaweza ukasema yani unaweza ukasema kwamba huu usajili umeweza kuchangia kushindia ubingwa wa Yanga. In case ikatokea wanashinda ubingwa siku ya Jumanne, kuna namna ambavyo Okello alikuja kuongeza quality ya tofauti, ubora tofauti kwenye eneo la shambuliaji ya Yanga ambayo ilikuwa ina miss wakati msimu unaanza. Yani tayari Mzize ana majeraha. Moja ya watu ambao walikuwa na mchango mzuri wa magoli msimu uliopita. Sasa wakati Mzize ana majeraha, anaonekana inawezekana msimu akarejea kwa kuchelewa au asiwepo kabisa. Baadhi ya maingizo ambayo alikuwa na kina Celestine Yeko na wengineo yanaonekana na fail. Kwa hiyo lile pengo likaonekana lipo. Kwa sababu msimu uliopita wakati Yanga anatoa bingwa, miongoni mwa watu waliochangia magoli mengi, Dube, Mzize alikuwa pale, Pacome Mzuzu. Mzize ndo huyu yuko pembeni, Pacome na Dube wapo. Kwa kuna kitu kilikuwa kimepungua. Tuliona Celestine Yeko hakufanikiwa kufanya hivyo. Kwa ongezeko la Alan Okello, kuna eneo ambalo lilikuja kuongeza hiyo test ya tofauti, kuongeza ubora kwenye eneo la ushambuliaji Yanga, na kulithibitisha hilo ana mechi nyingi ambazo amezifunga hapa karibuni ambazo zimeisaidia Yanga kushinda alama. Mechi ya KMC kafunga bao moja pekee, imeshindia Yanga alama. Leo kapiga hat-trick ya 4 kwenye ligi na imeshindia alama 3 Yanga, muhimu kuelekea ubingwa. Na ni mechi ambayo tangu mwanzo wewe uliamini kwamba ni mechi nyepesi zaidi kwa Yanga. Of course ilikuwa ni hivyo, ndicho ambacho kimeonekana kwa matokeo yanavyosoma. Nilisema hapo juu TRA na Yanga hawana mazingira mengine nje ya uwanja ambayo yanazungumzwaga sana kwamba labda huyu yupo hivi na hivi. Sasa kocha anakuambia sisi tushafikia malengo, nataka tuitangaze timu, watu waione, ishaonekana. Sasa kama kocha anasema hivyo unajua utamwambia nini leo hicho bwedo kaza kaka, wakati kocha anasema tushafikia malengo. Kwa hiyo ulikuwa naona kuna eneo, kwa hiyo inawezekana pia hata mentality pia ya kocha ni wazi kwamba TRA alikuwa anaingia kwenye mechi leo akiwa ameshamaliza msimu. Of course. Kwamba saizi TRA anacheza mechi zake kama yupo vacation. Anamalizia msimu tu shehe. Yupo honeymoon. Kwa hiyo ugumu mimi nilikuwa siuone unatokea wapi. Kwa hiyo leo hii Yanga wamecheza na timu ambayo ipo vacation. Huo ugumu nilikuwa siuone unatokea wapi. Kucheza na timu ambayo kocha anakuambia tushamaliza msimu. Ni kitu ambacho kinatarajiwa. Tangu jana nimesema hapa kwamba hii mechi ninavyoiona mimi nikinukuu tu maneno ya kocha. Na nikiangalia msimamo juu waliopo pale walipo pale, hawashuki, hawaendi juu. Sioni kitu cha kumhamasisha huyu mchezaji wa TRA kwamba akapambane kama vile ilikuwa mechi ya kwanza, wakati anajua haendi kokote. Mwenye uhitaji hapo ni Yanga, ambaye anaweza katoa kila kitu ili aweze kushinda. Kwenye mechi hiyo pia imetoa kipa bora wa msimu, Djigui Diarra. Bwana Djigui Diarra amefikisha clean sheet 17.
Anayemfuatia ni Jibrila Tanja Amadou Kasali Jibo, ana clean sheet 15. Imesalia mechi moja ligi kufikia tamati. Sasa baada ya kufikia clean sheet 17, mechi moja imesalia. Chini yake mzidi clean sheet 2. Ndio maana yake kwa namna yote Jibo hawezi kufika pale alipo Djigui Diarra. Kwa rasmi Djigui Diarra bwana anaenda kushinda Golden Glove kuwa golikipa bora wa msimu huu. Ana clean sheet ambazo hawezi kufikia na mtu yote. Na hizo clean sheet ambazo zimemfanya ashinde msimu huu, unajua zinafanana na ambazo alikusanya msimu uliopita. Msimu uliopita Djigui Diarra alikusanya clean sheet 17 hivi. Lakini alizidiwa clean sheet 2 na Musa Pimpin Kamara ambaye alikuwa na clean sheet 19. Na huyu ndo alikuwa golikipa bora wa msimu. Kwa unaweza kusema Diarra ameweza ku maintain daraja lake la ubora. Na tangu amefika huu ni msimu wa 5 anacheza Tanzania. Kuna misimu 3 amefanikiwa kushinda tuzo ya golikipa bora msimu, kwa maana kuwa na clean sheet nyingi golikipa yoyote. Lakini misimu 2 ndio ambao ameweza kupoteza. Kwa maana ile msimu ambao alishindwa na Lima Tampi na msimu uliopita ambao alichukua bwana Musa Pimpin Kamara. Sasa ushindi wa Simba, ushindi wa Yanga, ni wazi kwamba mbio za ubingwa tunaenda nazo hadi siku ya mwisho. Of course ndio ipo hivyo. Kwa sababu alama gap la alama linasalia kwa alama 2 vile vile. Yanga ipo juu kwa alama 72, Simba nafasi ya pili alama 70. Mechi ya mwisho Yanga hapa hamna anahitaji hata sare, inaweza kumshindia ubingwa. Kwa sababu akipata sare atafikisha alama 73. Simba akishinda pia ni alama 73. Mkitai alama, tie breaker ya kwanza ni head to head. Ni head to head ngome imebalance, hakuna aliyeshinda. Tie breaker ya pili goal difference. Kwenye goal difference sasa Yanga na 59 alafu Simba ana 42. Tofauti na bao 18 hapo. Maana yake Simba ili aweze overtake goal difference ya Yanga anahitaji afunge mabao 20, afu Yanga asifunge bao lolote kwenye mechi ya mwisho. Hapo ndo anaenda juu. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba Yanga anaenda Isamuyo hata kwa sare tu anashinda ubingwa kwa goal difference. Kwamba kitu ambacho wewe unaona kwa jicho la nyama imeisha. Aisha mimi nimeweza kitambo hii. Ushaniambia. Yaani sisi unajua labda kuna ile inaweza ikatokea kwamba muda unavyozidi kwenda unabadilisha maamuzi kwamba ukiangalia hivi unaona wana kufika hiyo Jumanne bwana. Kwa hizi 3 hizi wewe unabadilishaje maamuzi? Azam kala 3. Kwa hiyo TRA kala 3. Wewe JKT unaona akizuia hiyo moto. Kwa hiyo JKT naye hawezi kuzuia moto hiyo Jumanne. Labda apate sare, akipata sare bado Yanga anaenda kuwa bingwa. Kwa hiyo kifupi wewe ni kama jamaa yetu tu Yanga bingwa kama JCM tajiri alikuwa uwanjani leo. Yanga bingwa. Hujamsikia Steve? Msimu umeisha. Hujamsikia Steve kocha anasema kwamba bado wapo kwenye mbio hadi mwisho. Of course anatakiwa asikate tamaa. Kwa sababu ndio hivyo even leo Steve hizi kuja pale kwenye press aseme bwana sisi tusha give up. Sasa ukishasema hivyo unamwambia nini mchezaji kule? Yaani basi again nakusikiza beka unasema nyie mmeshamaliza msimu. Hii bato ya msimu wa pili mfululizo watu kwenda hadi mwisho. Hadi mwishoni mwa msimu. Hii kwamba inachagiza kwamba ushindani ulikuwepo katika msimu husika. Kuna vitu viwili. Msimu huu msimu uliopita kwangu mimi ligi ilikuwa na maigizo mengi sana. Mambo mengi nje anje kwa mengi. Msimu huu hadi hivi sasa tunavyoelekea mwishoni. Ushindani upo. Lakini kuna eneo ambalo Simba ni kama alisogea kidogo. Alafu Yanga alipungua. Yaani kuna Yanga angekuwa kwenye daraja la ubora la msimu uliopita. Paka tunafika mdao alikuwa akishatangazwa bingwa muda mrefu. Sasa kuna sale katikati pale zitoka si Mtibwa Malasi na yaani zile ambazo kwa msimu uliopita kwa hazipati. Tunazungumza mdao gebe singekuwa alama 2. Sio anafungwa na Dodoma Jiji, mambo ambayo kwa msimu uliopita singeweza kuyaona. Kwa kuna eneo ambapo paka tunafika hapa uwezo ukalula watu bora wa Simba. Kuna eneo ambalo walijisogeza. Dirisha dogo sajili umelipa, kina Albasagea, kina Ura, kina Chamba, kina Babage, Kasali, Ture, umeongeza kitu kwenye kikosi. Lakini Yanga alipungua. Ndio kafanya tufike hapa. Kitu ambacho ni cha kawaida, yani kwenye kila msimu, kwenye kila ligi. Hata mtu akichukua bingwa mara 10 mfululizo. Ukiangalia wastani wa kukusanya alama sio kiwango huwa vifanani, kuna kushuka. Ndio maana kuna msimu 6 alipiga alama 100 na kuna msimu kashinda ubingwa alama 88 sijui. Itatokea Arsenal alama ambazo amezikusanya msimu huu
wakati anatangaza ubingwa kabla mechi ya mwisho. Aishaikuwa nazo hizo na hakuwa bingwa. Ndio. Kwa hiyo huwa inatokea. Lakini sasa ili huyu apate challenge inategemea na watu wa chini wameongeza vipi ubora. Kwa kuna eneo ambalo Simba dirisha dogo ilimfanya aje achangamshe ligi. Ndio maana tumefika paka huko. Sawa, hiyo ni kwenye zile mbio za ubingwa, namna ambavyo watu wanasubiri hadi siku ya mwisho, licha kwamba kwa kile ambacho kinaonekana kwenye hesabu Msajigwa senior Yanga anahitaji sare tu awe bingwa. Msajigwa senior KMC afunge bao 18 au 20 hapa. Yeye anasema kwamba imeisha, yani kwa 2-2 imeisha hiyo. Kwamba bingwa shafahamika. Bingwa si Yanga. Kwa wewe sio ulivyosema. Mimi, wewe bado uamini katika wewe uamini. Mimi tena. Wewe nani ndo maana kwa bingwa? Zongo maji hapo kwanza. Uwezekano maji ya Kilimanjaro yapo. Hao wanataka maji gani? Hakuna kwekwe. Sawa. Coastal Union alikuwepo pale Tanga mbele ya Azam ushindi wa bao 2-0. Faisal Salum pia Feitoto kienda kambani mabao 15 msimu huu. Unajua msimu huu bana Fei. Ni msimu ambao anahitaji kushinda karibia kila tuzo ambayo atawania. Ndio. MVP anastahili yeye. Kiungo bora wa msimu anastahili yeye. Tuzo pekee ambayo itabaki kwenye debate ni ya ufungaji bora, kwa sababu hiyo ni namba ziko pale za magoli. Akifunga magoli mengi ambayo anaongoza mpaka muda huu atakuwa top scorer. Unajua kwa nini nasema hivyo? MVP mchezaji bora wa msimu inahitaji sana consistency, muendelezo. Fei amekuwa na huo muendelezo tangu msimu unaanza, yani back to back iko pale. Magoli 15, assist 8. Mchango wa bao 23. Mchango mkubwa kwa mchezaji yote kwenye ligi. Ni kiwango ambacho kinastahili amalize msimu na kitu. Yaani ni kiwango ambacho kitaki kwenda hivi. Yaani Fei unamaliza msimu labda amna top scorer yeye. Assist ziko pale. Alafu anaondoka bila chochote. Kwa sababu nikiangalia hao wengine naona wengi dia zao zimekuja kuakia mwishoni. Unajua katika magoli umekutana ile agenda ile. Magoli 10 na ile agenda umekutana nayo? Ipi? Ya MVP. Awe Diara. Umekutana ile agenda hiyo? Hiyo nimeiona. Kwanza katikati ilianzia kwa beki wa Simba. Rushin. Ilipigwa ile katikati kipotea. Ndio. Sasa hizi imekuja kwa Diara. Diara naye nitakuja kwake. Na mtu anasema Diara pia siwezi kumpinga. Sawa. Lakini unajua kwa nini namzungumza Fei? Fei anazungumzwa sana na hao kina Okelo, Chama, ndio ambao wakina Mosi Nduumwe, Chama, Okelo. Mwezi ambao wameanza kuwaka ni mwezi April mpaka tunafika hii mwezi Juni. Na wengine hapo ni mwezi Mei. Kwa hiyo ni miezi miwili ya mwisho ndio ambao wameweza kuwaka. Yaani ukichukua magoli 10 na ngapi ya Faisal ya Okelo, magoli 14. Magoli 13 kayafunga ndani ya space ya hii miezi miwili kama sio mitatu. Yaani kuanzia April mpaka tunafika hapa mwezi Juni. 13 yamebanana hapo. Maana huyo mtu huko nyuma hakuwa na hicho kiwango. Kwa Chama bao 8 sofa. Simba amefunga mawili. Alipokuwa Singida alifunga Simba amefunga 8, 6. Simba afu Singida alifunga magoli mawili. Na yeye fomu yake imekuwa ni ya mwezi wa 5. Tumwezi huu wa 6. Ukija kwa Faisal tangu msimu unaanza amekuwa na muendelezo kutengeneza hizo GA hizo kufunga au kwa assist. Kwa maana nasema ni kiwango ambacho kinastahili chochote kitu, yani huu msimu Fei simuombei, lakini ana kiwango ambacho kinajieleza. Msimu huu kisha sofa akiondoka na tuzo yoyote, mimi naamini anastahili kwa MVP na kiungo bora msimu yeye. Pale jijini Dodoma wenyewe wanapaita Dodoma, pia tumeshuhudia Dodoma Jiji kienda sare ya bao 1-1 mbele ya klabu ya Mbeya City, wanakoma kumwanya kutokea pale jijini Mbeya. Lakini pia wazee wa mapigo na mwendo leki Tanganyika pale KG Kigoma, Mashujaa walikuwa na kibarua mbele ya KMC akipasuka chuma 2-0. Lakini pia Uwaji wa Kusini klabu ya Namungo walikuwa kazini pia mbele ya Fountain Gate, dakika 90 hakuna mbabe, dakika 90 ngoma nyau. Lakini pia game nyingine pale jijini Mwanza, jiji la Miamba, jiji la Sato na Sangara, tumeshuhudia pia Pamba Jiji na JKT Tanzania. JKT Tanzania kipata ushindi wa 2-1 ugenini kuna kwa dimba la CCM Kirumba. Lakini pia Wajela Tanzania Prisons wao walikuwa na kazi mbele ya Miamba katika Manungu Tuliani mkoani Morogoro. Hii ndio mechi yangu kubwa kwa siku ya leo. Utanielewa nikisema hivyo? Vizuri. Yeah? Nakuelewa vizuri.
Mama hapa bwana tukutane tushikane mashati hapa bwana. Umeenjoy ulichokiona kwenye game ya Prisons na Mtibwa? Yeah, ilikuwa ni game kali sana. Game ambayo nilitegemea itakuwa vile.